وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، na waliwaita watu wa peponi kuwaita watu wa motoni, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, kwamba hakika tumeyapata yale yote ambayo ametuahidi Bwana wetu, haqqan, hali ya kuwa ni ya kweli. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, je, mmeyakuta yale ambayo aliyowahidini Bwana wenu kuwa ni ya kweli? Qalu na'am, akasema ndiyo. Faadhana muadhdhinun bainahum, bas akaita yule mwenye kuita kati yao, al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin, kwamba laana ya Allah iwashukie wale madhalim. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea habari za siku ya Kiyama, yale yatakayotokea katika siku hiyo, baina fariqain, kati ya makundi mawili, kundi la watu wa motoni, Allah tuhifadhi na kundi hili, na kundi jingine ni kundi la watu wa peponi, atujalie miongoni mwa kundi hili. Wanada ashabul jannati ashaban nar, na watawaita watu wa peponi kuwaita watu wa motoni. Maana wanada ashabal janna, na watawaita wale watu wa peponi baada dukhuli fiha, ile baada ya kuingia kwao humo, maana katika hiyo pepo. Ahlan nar, watawaita watu wa motoni qailina lahum, hali ya kuwa ni wenye kuwaambia wao. Qailina lahum, hali ya kuwa ni mwenye kuwaambia wao. Maanake watu wa peponi watu wauliza watu wa motoni, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. An hapa ni mufassara, nafasiri haya maneno kwamba hakika tumeyakuta yale yote ambayo ametuahidi sisi Bwana wetu kuwa ni ya kweli, tumekuta. Maana yale yote ambayo Allah tabarak wa taala ameyazungumza na kuwaahidi wale waja wake wema kwa yale yatakayopatikana katika pepo yake tukufu, basi waja wema wameyakuta. Bimaana inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna, hakika sisi tumeyakuta yale yote ambayo aliyotuahidi sisi Bwana wetu, ala alsinati rusulihi, kwa kupitia ndimi za mitume wake, haqa, tumeyakuta kuwa ni ya kweli, min ithabati ahli ta'atihi, katika kuwalipa malipo watu wa taa yake. Alafu wakawauliza wao katika hali ya istihza, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, basi je, nyinyi mmeyapata yale ambayo aliyoahidi Bwana wenu ya kweli? Mmeyakuta hayo? Kwamba Allah tabarak wa taala vile vile ameahidi watu wa motoni kwenda kuunguza, kwenda kuadhibu katika moto. Je, hiyo adhabu ya motoni mmekuta? Ay fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum, je, mmekuta yale ambayo aliyowaahidini Bwana wenu, ala alsinati rusulihi haqqan, kupitia ndimi vinywa vya mitume wake kuwa ni kweli, min iqabi ahli ma'siyatihi, katika kule kuadhibu wale watu wenye kumwasi yeye. Qalu na'am, watasema ndiyo, na hii ni jawabu la watu wa motoni. Dhalika yaumul haq, hii ni siku ya kweli. Wasema maneno ya sawa kabisa, maneno ya haki. Faajabahum ahlu nnari qailin, watawajibu wao watu wa motoni hali ya kuwa ni wenye kusema. Watajibu qalu na'am, watasema ndiyo, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan,
tumeyakuta yale ambayo ametuahidi Bwana wetu kuwa ni ya kweli, tumekuta tuko ndani ya adhabu. Alikiri faadhana muadhdhinu bainahum, bas atatangaza mwenye kutangaza kati yao, ataita yule mwenye kuita kati yao. Bimaana faadhana muadhdhinu baina ahli aljannati wa ahli an-nari, manake ataadhini, atatangaza, ataita yule mwenye kuita kati yao, maana kati ya watu wa motoni na kati watu wa peponi, kati ya watu wa peponi na kati ya watu wa motoni. Atasemaje huyo muadhdhin? Al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin, kwamba laana ya Allah iwashikie wale madhalim, alladhina tajawazu hudud Allah, ambao wameipetuka wao mipaka ya Allah kufanya maasi mbalimbali. Hawa ni madhalim. Wakafaru billahi wa rusulihi, na wakamkanusha Allah na mitume wake yote. Hawa washikie laana, manake wanakuwa laana na malaika, wana walani kabisa. Ndio maana faadhana muadhdhinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Madhalimin kuna nani? Alladhina yasudduna an sabilillah, ni wale ambao wanawazuia watu kuepukana na dini ya Allah. Wayabghunaha iwaja, na wanaitakia njia hiyo iwaja, sasa kupinda. Wahum bil akhirati kafirun, na hali ya kuwa wao katika maisha ya akhira ni wenye kuyakanusha. Ulimwengu wa akhira wao wanakanusha, hawautaki. Alladhina yasudduna an sabilillah, wale ambao wanawazuia watu kuiwacha dini ya Allah. Wayabghunaha iwaja, na wanaitakia njia hiyo ukombo, manake kule kupinda, wanaitakia njia hiyo ipinde. Iwaja ni ukombo, manake iende kombo. Wahum bil akhirati kafirun, hali ya kuwa wao katika maisha ya akhira ni wenye kuyakanusha. Haulai alkafiruna, hawa makafiri hawa, hum alladhina kanu yuriduna an tariqi llahi almustaqim, hawa ndio wale ambao wakiipa nyongo na kuipuuza na kuikataa njia ya Allah iliyonyoka. Wayamnauna an-nasa min sulukihi, na wanawazuia watu kuipita njia hiyo. Wayatlubuna an takuna as-sabilu, na vile vile wanaitakia kuwa njia ile ni yenye kupinda. Hatta la yatabayanaha ahad, mpaka isimdhihirikie njia hiyo yoyote. Wahum bil akhirati, na wao katika maisha ya akhira na vilivyomo ndani ya akhira jahiduni, wenye kuvikanusha. Yani maisha ya akhira na yale ambayo yatapatikana katika siku hiyo, wao yote wanakanusha, hawana shida nayo. Wa bainahuma hijabun, Allah anaendelea, na kati yao hijabun, kuna kizuizi kubwa tena. Wa bainahuma hijabun, na kati yao kuna kizuizi. Wa ala al-a'raf, na juu ya ukuta, rijalu, kuna watu, yaarifuna kullam bisimahum, wanawajua watu wa peponi na watu wa motoni wote kwa alama zao. Wanadau ashab aljanna, na watawaita watu wa peponi, an salamun alaikum, kwamba amani shike juu yenu. Lam yadkhuluha, hawajaingia pepo hiyo. Wahum yatma'un, na hali ya kuwa wao wanatumai, wanatumaini katika hapa. Allah tabaraka wa taala tukawazungumzia watu wa aina nyingine ya tatu, ambao kwa jina maarufu wanaitwa ashabul a'raf, watu ambao wapo katika ukuta. Ukuta huo umewekwa kati ya watu wa peponi na motoni, katika ukuta katika maeneo haya, lakini wako kwa juu namna hii. Min al-urf, urf ad-dajaja au urf ad-dik, hawa nao pia vile vile ahlul ilm wanasema hawa ni qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, hawa ni watu ambao mema yao na mabaya yao kwa sawa sawa katika mizanul amal, katika sawa kwa sawa, 50% kwa 50%, mabaya yao na mema yao. Wa bainahuma hijabun, na kati yao
manake kati ya watu wa peponi na kati ya watu wa motoni, katikati yake kuna kizuizi kimepigwa bana. Ay wa baina ashabi aljannati wa ashabi an-nari hajizun adhim. Sheikh wangu anasema na kati ya watu wa peponi na kati ya watu wa motoni, katikati yake kuna kizuizi kikubwa kimewekwa. Yuqalu lahu al-a'raf, kinaitwa kizuizi hicho kwa jina la a'raf. A'raf maana yake ukuta ule ambao Allah tabarak wa taala amezungumzia katika sura al-Hadid. Wadhuriba bainahum bisuri, pigwa kutawekwa kati yao sur, ukuta ambao ndio a'raf. Kwa jina hili Allah tabarak wa taala ukuta huko huitwa sur kwa jina lake la asili. Alafu katika nyingine kama hii Allah tabarak ameita kwa a'raf, ukuta. Kwa hiyo kutokana watu watakaa katika ukuta huu ambao unaitwa a'raf, watu wale wakanasibishiwa kwa ile sehemu waliokuwa, wakaitwa ashabul a'raf, watu ambao wako katika ukuta. Ukuta huu umewekwa kati ya watu wa peponi na watu wa moto. Fadhuriba bainahum bisuri lahu babu, ukuta huo una mlango. Sawa. Ukuta huo nadhani nje yake sio dhahiru au batinu. Batinuhu fihi arrahma, ndani yake kuna nini? Arrahma, rahman aljanna. Wa dhahiruhu min qibali aladhab, na uwazi wake kwa upande wake kuna nini? Manake na ahlun nar. Wa ala al-a'raf, na juu ya ule ukuta rijalun, kuna watu. Bimana wa ala hadha alhajiz rijalun, na juu ya kizuizi hichi kunapatikana watu. Yaarifuna kullan bisimahum, wanawajua wote. Manake hawa watu waliokuwa katika huu ukuta wanawajua wote katika watu wa peponi na motoni. Bisimahum, kwa alama zao, kwa sababu watu wa peponi wana alama zao na watu wa motoni pia vile vile wana alama zao. Miongoni mwa alama za watu wa peponi nyuso zao ni kuwa nyeupe. Sawa, ni kuwa nyeupe zinang'aa. Hizi ni alama za watu wa peponi, watu wa kheri, watu wa rahma. Na miongoni mwa alama za watu wa motoni, nyuso zao ni kuwa nyeusi, nyeusi ti. Wakawa nyuso za watu wa ovu. Kwa Allah tabarak wa taala anasema yaarifuna kullan bisimahum, kwamba wanawajua wote kwa alama zao. Bimaana yaarifuna ahla aljannati wa ahla an-nari bialamatihim, manake wanawajua, manake hao ashabul a'raf wanawajua watu wa peponi na watu wa motoni kwa alama zao. Kabayadhi wujuhi ahli aljanna, kama ule weupe wa nyuso za watu wa peponi. Wa sawadi wujuhi ahli an-nar, na ule weusi wa watu wa motoni. Miongoni mwa alama zao hizi. Wanadau ashab aljanna, na watawaita watu wa peponi, manake hawa ahlul a'raf. Wa haulai ar-rijalu qaumun, hawa ni watu ambao istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, tuko sawa, mema yao na mabaya yao yamekuwa sawa sawa. Yarjuna rahmatallahi ta'ala, hali yakuwa wanatarajia rehema za Allah tabaraka. Wanadau ashab aljanna, na hawa ashabul a'raf watawaita watu wa peponi. Ay wanada rijalul a'raf, manake watawaita wale watu wa a'raf, watu wa ukuta, watu ahla aljanna bitahiyya, waita wale watu wa peponi bitahiyya, kwa mamkisi. Watakuwa wanaita katika hali ya mamkisi, ni kama kuwasalimia kwa mamkisi. Qailina lahu, hali ya kuwa ni wenye kusema wao, an salamun alaykum, kwamba amani shuke juu yenu. Ni kama vile mtu unashinda naye, yaani kuna mtu unashinda naye, watu wa kwanza utamsalimia au wasemaje? Asalamu alaykum, akishakutikele salamu ndio maelezo mengine. Kwa hiyo ashabul a'raf wanashinda zaidi na watu waliokuwa peponi, kwa waliwaita, lakini kwa kuamkia, kwa kuwapa salamu, kwa kuwatakia rehema, kwa kuwatakia amani. An salamun alaykum, amani shuka juu yenu. Lam yadkhuluha, hali yakuwa hawajaingia hiyo pepo, manake hao ashabul a'raf bado hawajaingia hiyo pepo. Wa hum yatma'un, na hali yakuwa wao wanatumai
manake wana matumaini ya kuingia. Ay wa ahlul a'raf lam yadkhulul janna ba'du, na hawa watu wa A'raf bado hawajaingia peponi. Wa hum yarjuna dukhulaha, na hali ya kuwa wao wanatarajia kuingia katika. Wa idha surifat absaruhum tilqa ashabin nar, na pindi zitakapogeuzwa nyuso zao upande wa watu wa motoni, qalu, watasema rabbana la taj'alna ma'a alqawmi adh-dhalimin, Bwana wetu tusijalie sisi pamoja na wale watu mabaya. Manake Allah tabaraka wa taala anaelezea kwamba zitageuzwa zile nyuso zao, wataomba elekeni upande huu. Namna watakavyoona wale watu wa motoni ni wale waliowapata katika moto, wataomba dua, rabbana la taj'alna ma'a alqawmi adh-dhalimin. Dua adhimu sana, dua ya ashabul a'raf. Wa idha surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, na pindi zitakapogeuzwa nyuso zao upande wa watu wa motoni, qalu, watasema rabbana, Bwana wetu, la taj'alna ma'a alqawmi adh-dhalimin, usitujalie sisi pamoja na wale watu madhalim. Ay wa idha huwilat absaru rijali al-a'raf, pindi zitakapogeuzwa macho ya wale watu wa A'raf, jihat ahli an-nar, kuelekezwa upande wa watu wa moto. Badikeni kuangalieni kule, nyuso zote zitaangalia kule kwa amri. Namna utakavyoona yale ambayo wanaoyapata watu wa motoni min adhabi llahi shadid, kutokana na adhabu iliyokuwa kali ya Allah tabaraka wa taala. Qalu, watasema rabbana la tusayyirna ma'a alqawmi adh-dhalimin, Allah tunakuomba usitujalie sisi, usitufanye sisi tuko pamoja na wale watu madhalim, bishirkihim wa kufrihim, kwa sababu ya ushirikina wao walikuwa wakifanya huko duniani na ukafiri wao. Rabbi, tukuomba, japokuwa matendo yao yalikuwa sawa kwa sawa. Wa 'ala al-a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا, na watawaita wale watu wa ukutani rijalan, watawaita watu katika watu wa motoni. Rijalan manake rijalan min ahli an-nar, kule waliwaita watu wa peponi, sawa. Alafu baada ya pale watawaita watu wa motoni. Wanada ashabu al-a'raf rijala, na watawaita watu wa ukutani, watu wa ukuta. Rijalan, watawaita watu katika watu wa motoni. Ya'rifunahum bisimahum, watawajua wao kwa alama zao, manake alama zao kwa ule usi uliopiga katika nyuso zao. Qalu, watasema yani ashabu al-a'raf, ma aghna ankum jam'ukum, hakuweza kuwanufaisheni nyinyi, hakukunufaisheni nyinyi jam'ukum, kukusanya kwenu mali. Maana kule kukusanya kwenu mali kwa wingi hakuweza kukunufaisheni leo. Wama kuntum tastakbirun, na yale ambayo mlikuwa kwa duniani mkitakabbar. Sasa mkikusanya mali kwa wingi na mkitakabbar na dunia yenu, kumanufaisha nini sasa? Yabu hakuna. Manake wanawaambia maneno hao istihzaa bihi, kwa kuwacheza sheikh wanauna. Wanada ashabu al-a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum, na watawaita wale watu wa ukutani, watu katika watu wa motoni. Ya'rifunahum bisimahum, wanawatambua wao na wanawajua wao kwa alama zao. Qalu, watasema ma aghna ankum jam'ukum, hakukunufaisheni nyinyi, hakukusaidieni nyinyi kukusanya kwenu mali kwa wingi. Wama kuntum tastakbirun, na kwa vile ambavyo kuntum, mlivyokuwa huko duniani, tastakbirun, mkitakabbar, pia hakuweza kuwanufaisheni hivi leo. Amna mlivyokuwa na mali, dunia ilivyokuwa ni yenu, mlivyokuwa matajiri na mlivyokuwa mnatakabari katika ile dunia, hivi sasa mko wapi? Aina kuntum, wapi mko sasa? Wanada ahlu al-a'raf rijalan
na watawaita wale watu wa A'raf watu min qadati al-kuffar, katika wale viongozi wa makafiri, alladhina fi an-nar, ambao kwamba wapo katika moto, yaarifunahum bialamatihim khassa, watawajua wao kwa alama zao maalum, tumayizu, zitakazowapambanua wao na kuwapambanua. Qalu lahum, watawambia wao, ma nafa'akum ma kuntum tajma'una min al-amwal, hakuweza kuwanufaishani nyinyi, havikuweza kuwanufaishani nyinyi vile ambavyo mlikuwa nyinyi mkivikusanya katika mali, warijali fi dunya, na watu kukusanya watu, kama watu wengi huko duniani, mali, watu wenu, wafuasi wenu wako wapi? Na vile vile kuweza kuwanufaishani nyinyi istilaakum, ule ujuu wenu, anil imani billahi wa qabuli al-haq, kutokana na kumwamini Allah na kukubali. Ahaulai alladhina aqsamtum, hivi hawa wanyonge ambao mlioapa nyinyi, la yanaluhum Allahu birahma, kwamba Allah hatowapa wao rehema yoyote. Maana kwamba wale matajiri katika makafiri waliwazarau wale wanyonge mafukara katika watu wa kheri, watu wa Uislamu, watu ambao wako katika dini ya haki, kwamba hawa Allah atawapa hawa wanyonge tu. Sasa leo wameingia katika pepo, tuwataambia hawa watu wa peponi, sababu kwani watu wanyonge sana huko duniani, mafakiri, watu wa kawaida, na ilikuwa mnawazarau sasa wanaingia peponi, na nyinyi na mapesa yenu mko wapi? Bil ahaulai alladhina aqsamtum, hivi hawa ambao mmeapa nyinyi, la yanaluhum Allahu birahma, Allah hatawafikishia wao rehema yoyote. Hawa si mliapa nyinyi kwamba Allah hatawafikishia rehema yote, mbona ameingia peponi? Tuko sawa hapo? Sasa atakapozungumza maneno haya, ndio Allah tabaraka wa taala atuambia udkhulul janna. Ni amri ya kuambiwa ashabul a'raf, udkhulul janna, ingieni peponi, la khawfun alaykum, hapana hofu yoyote kwenu nyinyi. Manake mtakapoingia huko peponi hakuna hofu yoyote, wala antum tahzanun, wala hamkuwa nyinyi wenye kuhuzunika kwa wale ambao wakatenda. Ahaulai dhuafa, hivi hawa madhaifu wanyonge, walfuqara, na hawa mafakiri wahitaji, min ahli aljanna, katika watu wa peponi, sababu watapoingia watu mafakiri fuqara min almasakin, wataingia peponi mapema kabisa, awali, kabla yale matajiri takriban miaka 500 nyuma, watu washaingia peponi fuqara. Hii ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam imekuja. Ndio maana Imam an-Nawawi kwa hadithi hii akaandika katika kitabu chake Riyadhus Salihin, fadl al-faqr, ubora wa fakiri. Kumbe ikiwa kwamba fakiri anaweza kuingia peponi kabla ya mtu tajiri miaka 500, anajenga tajiri, basi kwa hivyo basi fakiri ni ubora. Akaandika fadl al-faqr kwa sababu kupitia hadithi hii. Sasa wanyonge hao walizoliwa, watu ambao ni wapuuzi kabisa, watembea na baskeli kuta katika cheni, baskeli na bambara moja, na kule mbele subiri mvua inyeshe. Sasa nyonge kabisa, mtatoka huko aqsa al-Madina na kibaskeli chake jua kali, anakwenda kwa darasa ya dini, wakati watu huko kila siku aingiza milioni 100 kwa siku, milioni 100 kwa siku, ashinda kuwasaidia watu kama hao. Kuna watu kwa siku katika akaunti kila siku sio milioni 500 pengine, ashinda kumsaidia mtu shilingi 50 hana. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwapitia watu wa Yasir kutokana na yale ambayo akiwapata kwa ajili ya Allah, alikuwa akiwaambia fasabran ya ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna. Sababu gani? Inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, mtasubiri maadamu tupo katika haki na hisabu yetu kwa Allah tabaraka. Kwa hawa mafakiri wanyonge hawa, min ahli aljanna, katika watu wa peponi, alladhina aqsamtum, nyinyi ndio mmeapa fi dunia, huko duniani,
anna Allah la yashmaluhum yawm alqiyama birahma, kwamba Allah hatawakusanya wao siku ya kiyama kwa kuwarehemu, wala yadkhuluhum aljanna, wala hawa hatawaingiza peponi siku ya kiyama kutokana na ule unyonge wao na ufakiri wao. Haya ni maneno ya ashabul a'raf kuambia watu wa motoni. Maneno haya watakapokuwa wameyasema, zitakuja nidaa, kulingana. Wataambia udkhulul janna ya ashab al-a'raf, ingieni peponi enyi watu wa a'raf, faqad ghufira lakum, hakika mmeshasamehewa nyinyi. Na hii ndio akhir al-mataf watu hawa namna watakapokaa, lakini mwisho watatolewa katika mahali pale, wataingizwa katika pepo ya Allah tabaraka. Ahaulai alladhina ahsanu, hivi hawa mafakiri wanyonge hawa ambao nyinyi mliwapia huko duniani, la yanaluhum Allahu birahma, kwamba hatawapatia Allah wao rehema yoyote ya kuingiza katika pepo yake. Mbona wameingia leo peponi? Nyinyi na utajiri wenu na kukusanya kwenu mali na kuwa na wafuasi, mbona mko motoni? Maneno haya watayasema, alafu Allah tabaraka wa taala atatoa agizo lake kwamba waambieni waingizeni peponi. Udkhulul janna, ingieni peponi ya ashab al-a'raf, la khawfun alaykum, hapana hofu yoyote juu yenu nyinyi, min adhabillah, kutokana na adhabu ya Allah tabaraka. Maana watu waadhibiwa, wala antum tahzanun, wala hamkuwa nyinyi wenye kuhuzunika, ala ma fatakum, juu yale ambayo yaliwapiteni nyinyi, min hududi dunia, katika fitna duniani. Kuna watu wanapita na mengi sana katika hii dunia, mengi katika dunia hii, sawa, na wanakufa hali ya kuwa wamekosa vingi katika kabisa katika hii dunia. Allah tabaraka wa taala atakuambia maneno kama haya, msihuzunike kwa wale ambao wanapiteni katika dunia. Kwa sababu gani? Wala al-akhiratu khairun wa abqa, vilivyomo katika dunia, vilivyomo katika maisha ya akhira ni bora zaidi na ni venye kusalia, ni venye kusasa. Dunia itamalizika, lakini tukapata mbele ya Allah tabaraka wa taala ni bora zaidi na ni venye kubakia, vinabaka inda Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni niqash ambazo zitakazojiri kwa watu hawa. Kwa hiyo kuna ashabul janna, kuna ashabul nar, kuna ashabul a'raf, lakini ashabul a'raf ya mwishoni watakuwa ni watu wa peponi. Wakuingizwa washaingizwa ashabul a'raf peponi, kutakuwa kuna makundi haya mawili: sa'irun fil janna, sa'irun fi madha, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kundi nyingine itakuwa motoni. Wanada ashabun nari ashabal janna, ndio watawaita watu wa motoni kuwaita watu wa peponi. An afidhu alaina min alma, kwamba tumiminieni sisi min almai, katika hayo maji mnawapata kwa peponi, au mimma razaqakumullah, ama katika vile ambavyo alivyowapeni mimi Allah rizqa, tumiminieni na sisi. Manake wanataka msaada kutokana na shughuli wanaoipata, adhabu wanaoipata watu. Kwa kelele wanaoita watu wa ahlul ilm, imekuja maelezo mengi sana. Akasema kwamba atapiga mtu kelele kumwita mtoto wake, mtu aliyekuwa motoni kumwita mtoto wake alikuwa peponi, na hii kelele itakuwa mtu anaisikia. Zitatoka kelele za watu wa motoni kuwaita watu wa peponi. Ahlul ilm baadhi wanasema kelele zile kazi nasikika, sikia kelele, tuomeni maji kwa ndugu zetu, tuomeni chakula chao min dhari', taamu min dhari', ndio chakula chao cha watu wa motoni. Kiangalia watu wa peponi huko wananeemeka. Wanada ashabu nari ashab aljanna, na watawaita watu wa motoni kuwaita watu wa peponi. An afidhu alaina min alma, kwamba tumiminieni sisi min alma, katika maji, au mimma razaqakumullah, ama katika vile ambavyo alivyowaruzukuni nyinyi Allah. Qalu, watasema hapa ni watu wa peponi, inna Allah harramahuma ala alkafirin, hakika Allah ameviharamisha hivyo kwa makafiri. Yani hivi vyakula vyetu kwa peponi na vinywaji vyetu ni haramu kuwapa makafiri, tusikuwapa. Maanake bakini na hali zenu,
maana maneno ndio. Si kuna watu hivi sasa mtu aona kwamba ile mali yake ni bora kuliko dini bwana. Baki sasa na dini na mali yako, baki na pesa yako sasa. Kwa hatoi zaka mtu wala hatoi sadaka wala hasaidi chochote katika dini, yupo tuna mali zake. Sawa, baki sasa na mali zako, na sisi tuache mahali zetu. Kama tadinu tudan. Wastaghatha ahlu an-nari bi ahli al-janna, na watataka uokovu na msaada watu wa motoni kwa watu wa peponi. Talibina minhum, hali ya kuwataka wao an yufidhu alaihim min alma, wawamiminie wao maji, au mimma razaqahumullah, ama katika vile ambavyo alivyowapa wao riziki, min at-taami, katika chakula. Faajabuhum, watawajibu wao bi anna Allah ta'ala harrama ash-sharaba wat-ta'am, kwamba Allah tabaraka wa taala ameharamisha kinywa na chakula, ala alladhina jahadu tauhida, hiyo wale ambao waliokanusha kule kumpokesha kwake, wakadhabu rusula, na wakakadhibisha mitume wake. Alladhina ittakhadhu dinahum lahawan wa la'iba, wale ambao wamefanya dini yao lahawan, pumbao, wa la'iban, na mchezo, wa gharratuhumul hayatu dunya, na yakawahadaa wao maisha ya dunia. Falyawma nansahum, hivi leo tutawasahau, kama nasu liqaa yawmihim hadha, kama walivyoisahau makutano ya siku yao hii. Wama kanu biayatina yajhadun, na kwa vile ambavyo walivyokuwa huko duniani kwa aya zetu wanazikanusha, tutaachana nao. Kama vile ilivyokuwa kwamba wao hawana shida na dini, ndio watu wa jamii tulikuwa nao hivi sasa. Watu hawana shida na dini, dini hawaitaki kabisa, wameisahau. Allah tabaraka wa taala vile vile nao atakuwa kataza. Alladhina ittakhadhu dinahum, na wale ambao wameifanya dini yao lahawan, pumbao, wa la'iban, mchezo, wa gharratuhumul hayatu dunya, na yakawahadaa wao maisha ya dunia. Falyawma nansahum kama nasu liqaa yawmihim, hivi leo tutawasahau wao kama walivyosahau makutano ya siku yao hii ya leo. Wamejisahaulisha, nikana vile kwamba hawajui kuna kitu gani kitakachotokea baada yake. Wama kanu biayatina yajhadun, na kwa vile ambavyo walivyokuwa huko duniani kwa aya zetu, yajhadun, wakisikanusha na kuzikana. Walaqad ji'nahum bikitabi, wallahi hakika tumewajilia wao na kitabu. Fassalnahu ala ilmin, na tukakibainisha kitabu hicho ala ilmin, hali ya ujuzi. Huda wa rahma, uongofu kitabu hicho, wa rahma, na ni rehma, liqaumin yu'minun, kwa ajili ya wale watu wenye kuamini. Walaqad ji'nahum bikitabin, wallahi hakika tumewajilia hao makafiri na Qur'an. Kitabu hapa na Qur'an, anzalnahu alayka ya Muhammad, tulichokiteremsha Qur'ani hiyo kwako wewe Muhammad. Fasalnahu, tumekibainisha kitabu hicho, ala ilmin, kwa ujuzi, kwa ilmu. Hudan, hali ya kuwa ni uongofu, wa rahmatan, na hali ya kuwa ni rehma, liqaumin yu'minun, kwa watu wenye kuamini, manake wenye kumwamini Allah na kuzifanyia kazi sheria zake. Hal yanzuruna illa ta'wila, hawangojei wao isipokuwa mwisho wake. Yauma yati ta'wiluhu, siku itakapokuja hiyo siku yake hiyo, manake siku itakapokuja mwisho wake. Yaqulu alladhina nasuhu min qabl, watasema wale ambao nasuhu, waliokiwacha kitabu hicho, min qablu, huko zamani. Qad jaat rusulu rabbina bilhaq, hakika walitujia wajumbe wa bwana wetu bilhaqi, na haki kabisa. Fahal lana min shufaa, je, tuna sisi waombeaji? Fayashfa'u lana, basi wakaweza kutuombea sisi. Au nuraddu, au tunaweza kurudishwa. Fana'mal ghaira alladhi kunna na'mal, tukafanya sisi amal isokuwa zile ambazo tulikuwa sisi tukizifanya huko duniani. Allah anasema kad khasiru anfusahum, hakika wamezihasiri nafsi zao.
Wadalla anhum ma kanu yaftarun, na yamewapotea wao yale yote walikuwa wakiyazusha huko duniani. Hal yandhuruna illa ta'wila, kwamba hawangojei hawa makafiri illa ta'wila, isipokuwa mwisho wake. Manake mwisho wa kile ambacho walichoahidiwa, ambayo ni adhabu, wanangoja wao, mwisho wake ni adhabu. Hal yandhuruna, hawangojei, manake hali yani mtadhiru al-kuffar, hawangojei hawa makafiri illa ta'wila, isipokuwa mwisho wake, mwisho wa adhabu. Yauma yati ta'wiluhu, siku itakapokuja mwisho wake, itakapofika hiyo mwisho wake. Yaqulu alladhina nasuhu min qabl, watasema wale ambao walioiacha hiyo Qur'ani kutokuifanyia kazi, min qablu, huko nyuma, huko katika maisha ya duniani. Watasemaje katika siku ya Kiyama? Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, hakika walikuja wajumbe wa Mola wetu, wajumbe wa Bwana wetu, bil haqq, na haki walikuja nayo. Fahal lana min shufaa, basi je, tuna sisi waombeaji? Maanake waombezi tunao sisi. Fayashfa'u lana, basi wakaweza kutuombea sisi, maanake waombee inda rabbina, mbele ya Bwana wetu, na waepushie na adhabu. Au nuraddu fana'mal ghaira alladhi kunna na'mal, au turudishwe tena duniani tukafanya amali zisizokuwa zile ambazo tulikuwa tukizifanya huko duniani. Manake tukafanya amali nyingine upya, manake watatamani kurudishwa tena katika maisha ya dunia. Bima yuridi Allahu anna, katika zile amali ambazo Allah tabarak wa taala atakazorudia. Qad khasiru anfusahum, hakika wamezitia hasara nafsi zao. Wadalla anhum ma kanu yaftarun, na yatawapotea kuepukana na wao yote walikuwa huko duniani wakiyazua. Inna rabbakumullah, hakika Bwana wetu ni Allah, alladhi khalaqa as-samawati wal ardh, Allah ambaye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi, fi 6 ayyam, katika kiasi cha siku 6. Thumma stawa ala al-arsh, kisha akawa juu ya arshi. Stawa bimaana ala wartafa. Yughshi al-layla an-nahara, anaufinika usiku kwa mchana. Yatlubuhu hafitha, hufuatana upesi upesi. Maana unapoingia usiku sawa, ghafla umetoka umeingia mchana, mchana nao ukiingia mara umetoka umeingia usiku, unafuatana upesi kwa upesi, hauchelewi. Washamsa walqamara, Allah tabarak wa taala ndiye aliumba jua na mwezi. Wanujuma, na vile vile ndio aliumba nyota. Musakharatin bi amri, hali ya kuwa ni venye kutiishwa, venye kudhalilishwa kwa amri yake. Ala lahu alkhalqu wal amr, ehe, ni take yeye Allah tu viumbe vyote na amri zote. Tabarakallahu, ametakata Allah na lisilo mfano. Rabbul alamin, bana wa ulimwengu wote, Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbakum Allah, hakika Bwana wenu ni Allah, hakika Bwana wenu ni Allah. Ayuha nnas, enyi watu. Alladhi khalaqa as-samawati wal ardh, Allah ambaye ndiye aliziumba mbingu na ardhi, fi 6 ayamin, katika kiasi cha siku 6 tu. Hivi ndivyo anavyosema Allah tabaraka wa taala katika aya zake nyingi, kwamba mbingu na ardhi ameziumba ndani ya siku 6, mbingu 7 na ardhi 7. Thumma stawa ala al-arsh, kisha akawa juu ya arsh. Stawa bimaana ala wa taala, kisha akawa juu ya arsh. Stawa bimaana ala wa taala, si maana yastawla kisha akaitawala arsh. Hii ni ta'wilun fasid batil, sawa. Yughshi al-layla an-nahara, anaufinika usiku katika mchana. Yatlubuhu hafitha, na hufuatana upesi upesi, hufuatana haraka haraka, ndio maana yatlubuhu hafitha. Tuko sawa? Washamsa walqamara wanujuma, na Allah ameumba jua na mwezi na nyota. Musakharatin bi amrihi, hali ya kudhalilishwa kwa amri zake, manake vyote vinadhalilishwa na Allah tabaraka.
Ndio maana unaona kwamba jua linatoka mtano mashariki na kwenda kwa magharibi. Lipo katika taskhiri la, lipo katika kule kudhalilishwa na Allah. Kuna mwezi unatoka vile vile, nyota katika taskhiri la subhanahu wa ta'ala. Ala lahu alkhalq wal amr, ehe, ni zake yeye Allah tu viumbe vyote ameviumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na ni yake yeye mambo yote Allah tabaraka wa ta'ala. Tabarakallah, ametukuka Allah na lisilo mfano, ametakasika Allah na lisilo mfano. Tabaraka bima taqaddasa wa ta'azama wa tanassaha an kulli naqsin wa aib, tukana na kila mapungufu na kasoro. Rabbul alamin, bana muumba wa ulimwengu wote. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, muombeni bwana wenu kwa kunyenyekea na kwa siri. Sawa, wakati kumwomba Allah tabaraka wa taala tumuombe hali ya kuwa ni wenye kunyenyekea na kwa siri, kama alivyoomba mzee Zakaria, idnadahu rabbahu nidaan khafiya, pale alipomwomba bwana wake maombi khafia na maombi ya siri. Innahu la yuhibbul mu'tadin, hakika yeye Allah hawapendi wale wenye kupetuka mipaka katika kuomba. Yani mtu amuomba Allah piga kelele nini? Nini unaomba kwa sababu gani? Wala kulesa bi asab sasa kizini, sawa, wala sio gumu. Allah tabaraka, ud'u rabbakum, muombeni bwana wenu tadarruan wa khufya, kwa kunyenyekea na kwa siri. Bimaana waliyakunu dua, yawe yale maombi na khushu'i, unyenyekevu, wa bu'din an riya, na kuwekwa mbali na kujionyesha. Innahu la yuhibbu almu'tadin, hakika ya Allah wapendi wale wenye kupetuka mipaka katika kuomba, kama vile kuomba wafu, kwa sawa, kuomba masanamu. Hii ni i'tidaa fi dua, ni kupetuka mipaka katika kuomba. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahi, na wala msifanye uharibifu katika ardhi baada ya kutengenezwa kwake. Wad'u khawfan wa tamaa, wad'uhu, na muombeni yeye Allah khawfan, kwa ajili ya kuogopa adhabu yake, wa tamaan, na matumai ya rehema zake. Inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, hakika rehema za Allah zipo karibu mno kwa wale wenye kutenda mema. Haya yote ni maelekezo ambayo tabaraka wa taala anaelekeza kwa waja wake. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahi, na wala msifanye maharibifu katika ardhi. Na maharibifu ya ardhi ni kufanya maasi. Baada islahiha, baada ya kutengenezwa kwake. Na ardhi ilitengenezwa na Allah tabaraka wa taala kwa kuwatuma mitume wake, kwa kuwapeleka mitume wake, imetengenezwa ardhi. Wad'uuhu khawfan wa tamaa, na muombeni yeye Allah khawfan, kwa ajili ya kuogopa, maana kuogopa adhabu yake. Wa tamaan, na matumai, kwa ajili ya matumai, kutumaini rehma ya Allah tabaraka wa taala na malipo yake. Inna rahmatallahi qaribun, hakika rehma za Allah zipo, hakika rehma ya Allah ipo karibu mno. Min almuhsinin, katika wale waja wake wema. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmatihi, wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha, na yeye ndiye ambaye anaopeleka pepo. Pepo ni jamu ya upepo, sio pepo, sawa? Sio kajua pepo kanya ile pepo ya watu wema wale. Pepo hapa ni jamu ya upepo. Pepo kwa unakuwa pepo nisbul jins katika lugha ya Kiarabu, sawa, lilqalil wal kathir. Pepo kuna pepo moja, kuna upepo mchache na upepo mwingi, kama vile maji. Hakuna maji mamoja, isipokuwa kuna maji machache na maji mengi, sawa. Tayeb, wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha, na yeye Allah ndiye anayepeleka pepo. Bushra, hali ya kuwa ni zenye kubashiria, zenye kuleta habari za kheri. Baina yaday rahmatihi, mbele ya rehema zake. Na rehema hapa inakusudiwa ni dua.
Rehma hapa ni mvua. Maana na Allah tabaraka wa taala anatoa habari na kuelezea waja wake kwamba yeye ndio anaoleta ule upepo wa mvua, na upepo wa mvua unafahamika miongoni mwa sifa wake, miongoni mwa sifa za upepo wa mvua, huwa unakuwa unazizima, unapenya katika viota hivi vya mwili, unakuwa unazizima namna hii, ili mvua sauti itaachia. Allah ndio anaoleta bushra, hali ya kuwa ni wenye kuleta habari njema, baina yadai rahmati, mbele ya rehema zake. Hata idha aqallat sahaban, mpaka pindi utakapobeba mawingu, thiqalan, mazito mawingu hayo, suqnahum libaladin mayyit. Sawa, suqnahum libaladin mayyit, maana kwamba tunayakokota mawingu hayo libaladin mayyit, mpaka katika mji mfu, mji uliokufa. Faanzalna bihi alma, na tutateremsha kwa mawingu hayo maji, mvua. Faakhrajna bihi min kulli thamarat, na tunaotesha kwa maji hayo katika kila aina za matunda na nafaka. Kadhalik, namna kama hivyo, nukhrijul mauta, ndivyo tutakavyowafufua wafu, la'allakum tadhakkarun, sawa, ili nyinyi mpate kuonyeka, huenda nyinyi mkaonyeka. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyah, yeye Allah ndiye anayepeleka pepo, ar-riyah at-tayyiba al-layyina, pepo zile nzuri laini nyororo. Bushra, hali ya kubashiria, hali ya kuleta habari njema, baina yadai rahmatihi, mbele ya rehema yake, manake hali ya kubashiria mvua, alladhi tuthiru biidhnillah. Hata idha aqallat sahaba, mpaka pindi zitakapobeba mawingu, manake pepo zile zikibeba mawingu yenyewe, thiqalan, mazito, manake ni yale mawingu ya mvua yanakuwa ni mazito kwa sababu ni maji. Suknahum, tunayakokota na kuyapeleka mawingu hayo, libaladin mayyit, mpaka katika mji mfu. Mji mfu ni mji gani? Ni ule mji ambao hauna mvua kwa muda mrefu, mpaka umepigwa na ukame, unaitwa baladin mayyit, mji mfu. Maana kana kokotwa wale mawingu kwenda mpaka pale. Faanzalna bihi alma, maana tunateremsha, sawa, katika mji au kwa mawingu yale maji yakiwa na maana ya mvua. Faakhrajna bihi min kulli thamarat, na tunaotesha kwa maji hayo, maana kwa mvua hiyo, min kulli thamarat, kutokana na kila aina za matunda na mimea. Kadhalika, namna kama hivyo, nukhrijul mauta, ndio tutakavyowafufua wafu, la'allakum tadhakkarun, huenda nyinyi mkaonyeka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.